Na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kuingia nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama, akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara nne. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani Mungu, kwa sababu huyo naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, tunakushukuru Baba kwa ajili ya wakati mwema ambao Bwana umetuwezesha kufikia. Bwana, tunaenda kusikia neno lako, tunahitaji nguvu zako, tunahitaji Roho wako Mtakatifu akashuke mahali hapa na akanene nasi. Wewe katika Bwana, katika upande wetu Mfalme, katuongoze Mfalme wa ajabu. Tunapofika mwisho tukiwa tumeona mkono wako, sifa na utukufu itakwani kwako. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunakushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema ya kwamba tunaangalia juu ya kuchukua hatua ya kumjua Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona ya kwamba Yesu alipopitia katika alipoingia Yeriko, alikutana na mtu anaitwa Zakayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaambiwa ya kwamba alikuwa mmoja katika watoza ushuru, alikuwa tajiri mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunaambiwa ya kwamba alikuwa siku nyingi akitafuta kumwona Yesu, lakini hakuweza kwa sababu ya umati wa watu, na alikuwa ni mfupi wa kimo. Bwana Yesu asifiwe. Hizi vitu zote zilikuwa zinamzuia Zakayo kutomwona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye kwa sababu tamanio la moyo wake ilikuwa ya kwamba akaweze kumwona Yesu, hakukaa pale. Bwana Yesu asifiwe. Akajiangalia na utajiri wake wote, nitafanyaje na mimi nataka kumwona Yesu. Akachukua hatua ya kwenda kupanda juu ya mkuyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu alikuwa ametamani kumwona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaenda akapanda juu ya mkuyu, ili Yesu atakapopitia mahali pale akaweze kumuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuchukua hatua ya kumjua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika utajiri wake wote hakutosheka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika ule utoza ushuru wote yeye hakutosheka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alichukua hatua. Tamanio la moyo wake ni kwamba alikuwa akamjue Yesu, akamuone Yesu. Huyu Yesu ni mtu wa aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaamua neno moja, siku moja, nitafanya vipi? Akaamua kuenda kuchukua hatua na kuenda kupanda juu ya mkuyu ili akaweze kumjua Yesu na kumuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasoma nini juu ya neno hili? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mambo mengi ambayo tunayapitia mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inafikia mahali ya kuwa unaomba kila wakati lakini haupati jibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama hauoni kusonga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Una nafasi siku ya leo ya kuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Una nafasi siku ya leo, bado nafasi iko ya kuchukua hatua na kumjua Yesu ni mtu wa aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Zakayo alikuwa mfupi wa kimo, alijikubali tu katika ile hali aliyokuwa nayo. Ninataka kumuona Yesu, lakini Yesu amezingirwa na watu wengi. Labda umetamani kumuona Yesu, lakini Yesu amezingirwa na watu wengi, huwezi kumuona. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi iko ya kuchukua hatua na kuenda kumtazama Yesu ni mtu wa aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Kama Zakayo alikuwa na tamanio la kumuona Yesu,
Yesu na kumjua, wewe tamanio lako mchana wa leo ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Uangalie siku ya leo ya kwamba mimi tamanio la moyo wangu siku ya leo ni kumjua Yesu, ama ni kumuomba Yesu anifanikishe katika njia zangu. Lakini ni ufanyeje? Ni uchukue hatua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengine lazima ufanye nini? Uchukue hatua. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaweza kaa kwa muda mrefu, lakini mambo mengine Yesu anaangalia moyo wako. Unachukua hatua gani katika maisha yako? Katika ile shida yako unachukua hatua gani? Bwana Yesu asifiwe. Zakayo akachukua hatua, akasema mimi nikienda kupanda ule mkuyu tu pale nitamuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe sasa nimesema ya kwamba una nafasi siku ya leo. Angalia kile kitu ambacho uko nacho. Hata kama una mambo mengi, lakini angalia umepungukiwa na nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tamanio la moyo wako mchana wa leo ni nini? Jiulize siku ya leo. Kama Zakayo tamanio lake lilikuwa kumjua Yesu, na mimi ni nini? Kama mimi Mkristo siku ya leo, tamanio moyo wangu ni nini? Labda umetamani Mungu akuinue kiwango kingine mpaka kingine. Unafaa ufanye nini? Uchukue hatua ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiwe unasema nataka kumuona Yesu, lakini kama nataka kumuona Yesu, nataka Mungu anisaidie, anipandishe cheo pale kazini. Ama nataka Mungu anifungulie njia, alafu umekaa. Wakati mwingine mambo hayawezi kufanyika hivi mpaka uchukue nini? Hatua. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Chukua hatua mpendwa siku ya leo ya kumjua Yesu. Mwambie Yesu, siku ya leo niko hapa. Nachukua hatua kwa sababu ya shida yangu hii ambayo nimekuwa nayo kinisuia, ambayo ilikuwa imezuia ile tamanio ya moyo wangu mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Nichukue hatua mchana wa leo ya kwamba mimi ninaenda. Bwana Yesu asifiwe. Zakayo alienda, hata wewe una nafasi ya kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Una nafasi ya kwenda na kumtafuta Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yeye alitamani, alikuwa anasikia Yesu anafanya miujiza, lakini hajawahi kuona. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa mfupi kama kila msoda hivi. Watu anatamani kuona lakini haisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wewe unajua kile ambacho kinakutatiza na hatima yako ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chukua hatua mchana wa leo. Amina. Ili Mungu akufanikishe kwa kile ambacho unakihitaji katika maisha yako, aweze kukutimizia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba Yesu alipopitia mahali pale, alimwona Zakayo amepanda juu ya mti, akajua kuna kitu huyu labda ametafuta ndani ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia Zakayo, shuka upesi. Bwana Yesu asifiwe. Maana wokovu umefika nyumbani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wewe ukichukua hatua, Yesu ataingia ndani yako na atafanya miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naona ya kwamba watu wameanza kunung'unika, hata ameingia kwa nyumba ya mwenye dhambi. Yesu ameingia kwa mtu wa mwenye. Haijalishi wewe unakaa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi watu wanasema nini juu ya maisha yako. Wewe hatua moja, chukua hatua ya kumtafuta Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda Zakayo akasikia watu wanasema huyo mtoza ushuru mzima, kwa nini Yesu ameingia ndani ya hiyo nyumba? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hakusikiza hayo maneno. Yeye alisema mimi naenda, nioposa akakutana na Yesu. Kwa hivyo ukichukua hatua ya kuenda utakutana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sisi siku zote tunasema namngojea Yesu. Watu tutamngojea, lakini mara zingine kikumbana lazima uchukue hatua. Bwana Yesu asifiwe. Unasema nitakula nitashiba na utoke. Lazima utoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumtafute Yesu wapendwa mchana wa leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mstari wa 20. Mstari wa 4. Akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka, kwa kuwa leo imempasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Utakapochukua hatua, Yesu atafuatana na wewe na ataingia katika nyumba yako na atabadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba Yesu alipoingia pale nyumbani kwa
ajili ya kumtafuta Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haijalishi wewe uko namna gani, haijalishi wewe ni mtoza ushuru, haijalishi wewe uko na kazi gani. Tafuta tamanio ya moyo wako. Kama Zakayo alivyotafuta tamanio ya moyo wake na akapata kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Zakayo alipanda mkuyu. Wewe utapanda nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hakuna mikuyu. Lakini utapanda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Panda katika milima. Yesu atakutana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maanisha ya kwamba uchukue hatua ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku hizo ukaenda kupanda milima, nani ataona amepanda milima na shida gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiroho panda kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Funga na kuomba kwa ajili ya kumtafuta Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wale kufuata tafuta mahali kwa kupanda miguu ya kuna mikunazi na hizo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa sababu unahitaji tamanio ya moyo wako Yesu akaweze kulitimiza, chukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ulikuwa unatafakari mimi nitafanyaje juu ya shida hii, bado una nafasi siku ya leo. Chukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jiongeze mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Chukua hatua ya maombi. Omba. Mungu anakusikia. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa umezoea kuomba maombi mafupi, sasa ongeza. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa unaomba tu dakika 2, ongeza dakika 3. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa sababu unahitaji nini? Mungu akufanyie jambo katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 9. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani Mungu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zakayo alipoamua kumkaribisha Yesu, mambo yakabadilika. Na baada ya kubadilika, Yesu mwenyewe akasema ya kwamba huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Wokovu umeingia ndani ya nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si wewe leo Mungu akupe haja ya moyo wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa kuna mambo mawili. Kuchukua hatua na kumkaribisha Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zakayo alichukua hatua ya kwenda kupanda juu ya mkuyu kwa sababu alikuwa anatamani kumuona Yesu, na baadaye akamkaribisha ndani ya nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakapochukua hatua ya kumtafuta Yesu, andaa moyo wako ili Yesu aliye ndani yako akutimizie ile haja ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo usihangaike. Usihangaike siku ya leo. Chukua nini? Hatua. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona unaanza kuzama, chukua nini? Hatua. Ukiona maji yamezidi, chukua nini? Hatua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sijasema uchukue hatua ya kwenda kusengenya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uchukue hatua ya kumtafuta Yesu. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesema tumefundishwa kuhusu kuchukua hatua kumtafuta Yesu. Sasa unaanza kwenda kwa nyumba za watu. Ukitafuta umbea. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unajua kile ambacho kimekutatiza. Unajua kile ambacho kimekuzuia kupata ile hatima ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chukua hatua sasa. Bwana Yesu asifiwe. Usianze kulalamika, mimi nitafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chukua hatua ya kutafuta Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye utamuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zakayo alikutana na Yesu. Lakini sasa alichukua hatua. Na wewe fanya hivyo hivyo alivyofanya Zakayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuchukue mfano mzuri kama Zakayo alivyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiwe mvivu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chukua hatua. Tafuta Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkristo ambaye ako imara, Mkristo ambaye anakaa katika maombi, anazama katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna jambo ambalo Mungu linaweza kumshinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda uamue wewe mwenyewe useme hili Mungu haliwezi. Maana sisi tumezoea hivyo, tunakumbia mambo Mungu. Nasema hili Mungu analiweza, hili Mungu haliwezi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kila kitu Mungu anakiweza. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe chukua hatua tu ya kumwambia Bwana,
leo ninachukua hatua kwa sababu ya jambo fulani, kwa sababu ya kitu ambacho kimenisumbua katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu atakusaidia. Amina. Na Mungu atakutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu peana sadaka kubwa kwa Mungu ya makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alipoingia katika nyumba ya Zakayo, mambo yalibadilika. Bwana Yesu asifiwe. Hata nafikiri huko mbele ukisoma, yeye nafikiri alikuja akaachana na mambo ya kunyang'anya watu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana kulikuwa kumeingia moto, kumeingia ukombozi katika nyumba ya Zakayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanasema kulikuwa kumeingia fire. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kulipatikana ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alileta ukombozi katika nyumba ya Zakayo. Kwa sababu Zakayo alifanya uamuzi ya kwamba mimi sijiangalii venye niko mimi mfupi wa kimo. Bwana Yesu asifiwe. Lengo langu mimi ni kumjua Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo usijidharau. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Vile ulivyojikubali na uchukue hatua. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Useme mimi ni maskini. Hakuna maskini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Useme mimi ni mlemavu. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jikubali na uchukue hatua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikae maana ukijidharau umejiangusha imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utasema ile haiwezekani na haitawezekana kweli, kwa sababu wewe umetanguliza na una nguvu katika neno. Lile neno utakalolitamka una nguvu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo ukisema mimi naachana na kila kitu, nachukua hatua ya kumtafuta Yesu, Mungu anaingilia kati. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua ukijidharau wewe, hata watu watakudharau sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kila kitu utakachoambiwa mimi siwezi basi nitafanya. Sasa unaambiwa yule siku zote yule mtu wa kulia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini ukijikubali vizuri pamoja na vile ulivyo, Mungu anajitukuza kwa ajili ya vile ulivyo. Ukijikubali na kuchukua hatua, Mungu anafuatana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuache kujidharau wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sikusoma. Mungu angalie elimu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatazama moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wako kikuna utakuwa huna kaingia mbinguni kwa sababu hapo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ama huyu alikuwa mkubwa wa mataifa. Ama huyu alikuwa Kristo. Hiyo hakuna. Mungu anatazama ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu alitazama ndani ya moyo wa Zakayo. Ndipo alipofika pale akaangalia juu. Zakayo shuka upesi. Bwana Yesu asifiwe. Alijua huyu mtu anahitaji kitu. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwani Zakayo alienda kule pale akaenda kupanda kwa sababu alisikia Yesu tu, Yesu na hata chochote kile alikuwa anahitaji kutoka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alienda pale akiwa na sababu. Na Yesu Kristo pia akajua ya kwamba huyu amepanda hapa kwa sababu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kile kitu ambacho alikuwa anahitaji ndani ya moyo wake akakipata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akabadilishiwa maisha, akawa mtu mzuri, hakuwa mnyang'anyi tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama alikuwa anatoka usura ya tafuta pesa za kichini pale ndani, aliacha hiyo tabia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe ukikubali tu, Mungu anabadilisha historia ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo leo ujue ya kwamba kuna nafasi ya kuchukua hatua ya kumtafuta Yesu, ili kile ambacho unahitaji kwa moyo wako Yesu akaweze kukamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama aliponya chemichemi ya moyo wa Zakayo, si wewe nao anaweza kukufanyia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu aponye chemichemi ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upokee kile unachohitaji katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi naona sitakuwa na muda mwingi hapa. Nataka tu niombe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua tuko na ushirika kwa dada Ruth. Kwa hivyo nataka tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi huwa napenda kusema hivi. Wakati wowote unajiangalia wewe mwenyewe.
Si wote wenye wanapanda madhabahu hapa wakiwa hawana neno katika ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Labda kuna kitu wewe mwenyewe ulikuwa unahitaji. Umefungika, unaenda kufungika kimwili na kufungika kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unasema ya kwamba kila siku mambo ni haya haya. Na mimi nitafanyaje kama mwanadamu? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Je, misingi ikiharibika, wewe kama